Wajumbe hao wa kushughulikia malalamiko wameitoa kauli hiyo wakati walipokuwa wakipatiwa mafunzo elekezi ya upokeaji wa malalamiko kutoka kwa wananchi kabla ya diko la samaki kujengwa, mafunzo ambayo yaliandaliwa na simamizi wa mradi wa TASFAM yaliyofanyika huko katika ukumbi wa idara ya kilimo Waini Wete. Wajumbe hao wa kamati wamesema, na tunategemea na Mwenyezi Mungu akitupa nguvu, kamati yetu hii itakuwa ni kamati ya mfano katika Pemba na Unguja, kwa sababu mradi huu twasema utaanza katika diko la Wete, lakini twasema kama mradi huu umezaliwa katika wilaya ya Wete ama Pemba kwa ujumla. Mradi huu yani kiufupi itasaidia sana jamii, kuwapa elimu, kuwahamasisha, kutoa maoni yao. Wito wangu kwa wanajamii, wasione aibu kutoa malalamiko yao, la kwanza. La pili, vile vile washajihishane, kwa kila mmoja mshajihishe mwenziwe, au kwa kila mmoja amuhimize mwenziwe, kila mwenye tatizo lake, mwenye lalamiko lake, mwenye dhumuni lake, ili tulipeleke sehemu husika kwa ajili ya kuneemeka sote kwa ujumla. Imetwikwa ni kulishughulikia hili swala ili liweze kufikia pale ambapo tumekusudia. Pema, mratibu wa mradi wa kuimarisha usimamizi endelevu wa uvuvi na ufugaji wa mazao ya bahari, Mohamed Said Hamisi, amesema kamati ya usimamizi wa upokewaji ya malalamiko kutoka kwa wananchi ni kiunganishi muhimu kati yao na wasimamizi wa mradi. Hii GRM, nani ambaye atakuwa msimamizi wa hii GRM? Ndio hii chombo. Uwepo wa kamati hii ni tools muhimu sana katika utekelezaji wa mradi wetu, na hii kamati itakuweko katika kila wilaya Unguja na Pemba, ili kuhakikisha kwamba mradi wetu unakwenda kutekelezwa kwa mujibu wa matakwa ambayo sisi tumesainiana kama nchi, tumekubaliana na Benki ya Dunia. Tunakwenda kutekeleza, tunaita inaitwa ESMF, Environmental and Social Frameworks. Kwa upande wake, afisa kinga wa jamii kutoka mradi wa TASFAM ambaye pia ni mkufunzi wa mafunzo hayo, Alhamis Shafi, amesema lengo la kuwapatia mafunzo wajumbe hao wa kamati ili jamii iweze kupeleka malalamiko yake yanahusiana na ujio wa ujenzi wa diko la samaki. Kitu kikubwa ambacho tumekifanya, tumewapatia mafunzo hiyo kamati ambayo imechaguliwa ili waweze kushughulikia masuala ya malalamiko mbalimbali ambayo yatawasilishwa katika kamati hii. Kamati hii tumeifanya iwe huru, iwe ya uwazi na yenye kuaminika, ili kila mmoja aone ndiyo sehemu ya kukimbilia kupeleka malalamiko. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, biashara na uchumi, ni mimi Maulid Hamisi.